mbalimbali makubwa mazuri ya pekee. Moja wapo ni madini ya dhahabu. Sawa? Dhahabu inatetemekewa. Dhahabu ikichimbwa, mtumishi, ukiiona kwanza inapotoka kule kwenye ardhi mpaka ikafika kwenye mkono wako kama pete au kama cheni. Ni kubwa mno. Sasa ukienda mbinguni, barabara zimetengenezwa na dhahabu. Huku inafichwa, inabebwa, yani watu wanaua, wanafanya kila kitu kuipata. Yes. Kwa Bwana, sio kwamba sisemi sio deal, sisemi kwamba sio ya maana, lakini nadhani kupe picha uelewa, yani kwamba Bwana hatuishi na uhitaji wako. Ile dhahabu unaona ya maana ameitandika chini kwenye barabara. Malakasiti ile baba. Kwa hapa. Hata mabilionea, watu maarufu, dhahabu hiyo ndio bado iko kwenye nafasi kubwa. Yani tena inatunzwa kwenye vault, yani dhahabu ni pesa. Yani ukiwa na dhahabu tu kwenye nafasi bado hawawezi kutengeneza barabara. Wakalaza dhahabu. Yes. Nadhani kuonyeshe how big Bwana alivyo. Kwa hiyo hakuna uhitaji ambao unao wewe eti unamthreat, unamfanya Bwana mshtua kidogo kumfanya awaze mara mbili. Allah. Sikia basa anasema inanikumbusha wakati nilipokutana na mwanamke mmoja aliyezaliwa akiwa na tatizo la ugonjwa wa damu. Alikuwa amekuja kuniona, na alipokuwa akizungumza na mimi alieleza hali yake ya kutisha na jinsi ilivyokuwa mbaya na jinsi ilivyoshindikana licha ya jitihada zote za matibabu. Nilipomsikiliza niliwaza tu, kinachotakiwa kubadili hali yake ni sekunde chache na maneno machache tu. Mara nikamwambia, katika jina la Yesu Kristo umeponywa. Na ndivyo ilivyokuwa, aliponywa. Ukiache baadaye alifanya vipimo vyote vya matibabu na hakukuwa na dalili ya ugonjwa katika mwili wake tena. Umesikia story? Kwa mtu anasema kuna mtu alimfuata mama ana changamoto, akamweleza, na alipofika pale kaeleza ni ukubwa wa jambo, yani alilivyo, yani kaongea, yani kwamba hivi yule mtu ametafakari lile jambo, amelichukua, ameshaliona ni kubwa kiasi kwamba haoni tena ukubwa wa Mungu, anaona ukubwa wa ile tatizo. Unajua kusoma rapso tulijifunza jana, ilikuwa inazungumza moja ya andiko iliyofanya kumbukumbu, ilikuwa ni kitabu cha Joshua sura ya 1 mstari wa 8, ambayo inasema kitabu cha Torati kisiondoke kinywani mwako, itafakari maneno